Kama wewe una chuki na Qasim Mafuta, zungumza naye Qasim Mafuta, usiwaparamie wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Sasa kwa nini tunazungumza maneno haya? Nakwenda kwenye sababu sasa. Hii ni nukta nyingine sasa. Sababu kwa nini tunazungumza au tuandika kukijibu kitabu hiki na mfano wa hiki na maneno mfano wa haya? Tufanya hivi kwa sababu nyingi sana, lakini miongoni mwa hayo au miongoni mwa sababu hizo ni kuitumia fursa hii kuitangaza da'wa yetu, da'wa as-salafiyya, njia hii ya wema waliotutangulia. Tumepata sababu ya kuendelea kuitangaza da'wa yetu kwa himma na ghera ya hali ya juu, na hilo ni baada ya kuona maadui zetu wamefilisika kwa hoja na bado wanaendelea kutumia uongo ule ule walioutumia pale mwanzo na ubabaishaji ule ule wa kimaneno waliotumia pale mwanzo, ikawa ni sababu ya wao kuporomoka. Wameurudia uongo ule ule na zaidi yake. Hii inatupa faraja ya kwamba tulichokisimamia bado hakijapata mkosoaji wa haki aliyesimama kukosoa kile tulichokisimamia. Kwa hiyo kuna haja ya kupiana tathbiti na kutiana moyo na kupiana nguvu katika haya ambayo sisi tumeyasimamia. Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kuwatetea maulama wa sunna waliodhulumiwa na watu waovu kwa jina la dini, kwa sababu da'wa yetu sisi kama nilivyoeleza, maulama waliosimama katika njia ya haki ni lazima jamii iwaheshimu na iwape nafasi yao, na pia vile vile lazima watu watahadharishwe juu ya ubaya wa kuzivunja heshima za maulama. Nikisema maulama hapa nakusudia maulama waliosimama katika msimamo thabit, bali hata kama mtu mwanachuoni huyo ni mtu aliyekinyume na haki, labda mubtadi', pia haifai kumdhulumu ukamzulia uongo. Si mwanachuoni tu, bali hata mtu wa kawaida hakusoma haifai kumzulia uongo, bali hata ambaye si Muislamu haifai kumzulia uongo. Hata ukasema kwamba kwa maslahi ya da'wa, hakuna kusema urongo kwa maslahi ya da'wa. Kwa hiyo haifai watu kufanya iftira, kuzua uongo ukamtuhumu mwenzako kwa jambo baya kabisa, wa huwa bari'un minhu, na hali ya kuwa yeye yuko mbali na hilo. Sasa jambo hilo linapokuja kwa maulama, basi ni wajibu kwa watu kusimama kulibainisha jambo hilo na kuwabainisha wenye kufanya hivyo. Sababu nyingine ya tatu ni kukata kiu na kujibu maswali ya watu wengi ambayo kwa muda mrefu walikuwa watu wakihoji na kuuliza, lakini kwa lengo la kutaka kujua, wataka kujua tofauti iliyoko baina ya da'wa yetu tunayoilingania sisi na dawa anayoifanya Salim Barahiani au Jamaat Ansari Sunna. Mbona nyinyi mnaonekana kama ni kitu kimoja? Sasa kuna tofauti gani kubwa baina yenu? Si mkae pamoja mzungumze yaishe. Kuna watu wana fikra, wanahoji namna hiyo. Sasa hii pia ni fursa tumeipata kupitia kitabu hiki cha Ni Upi Usalafia Jadida cha Salim Abdurrahim au Mudir. Tumepata fursa ya kutaka kuwabainishia kwamba tulisema sisi hatuko pamoja, tuko tofauti. Ushahidi ni kitabu hiki na vinginevyo. Pia vile vile tumeitumia sababu iliyotupelekea tulizungumze jambo hili ni kufunga milango ya ghurur, milango ya kujiona, milango ya kuhadalika kwa wale wazungumzaji na wafuasi wao. Wakaona kwamba kile walichokifanya labda ni cha maana sana, ni jambo kubwa, wameleta hoja na bahthi, wameleta bahthi ya kiilmu kubwa ambayo haijibiki, hawawezi kujibu. Pengine wakapatwa na ghururi hiyo. Sasa sisi tukijibu kitabu hiki kuonyesha kwamba mlichokifanya la shay, la yusawi basala kabisa. Kwa hiyo hizi ni katika sababu zilizotupelekea kukizungumzia kitabu hiki. Jambo jingine ambalo nilisema nitalizungumzia kuhusu kitabu ni kwamba
huyu bwana ametumia mfumo mbovu wa kujenga hoja. Na kwenda haraka kidogo kwa sababu kuna mahali nitakwenda taratibu. Haya mambo ya mwanzo wacha tuyasogeze kidogo. Huyu bwana kwenye kitabu hiki hakutumia mfumo na utaratibu sahihi wa kujenga hoja. Yaani mathalan kama mimi ndio niko pale ndio mushrifu wa bahthi yake, kama ni jamia wapi kwa kazi andika bahthi, basi mimi nitampa nyingi nitampa 5, lakini 0. Hiki ni 0. Kama nitampa nyingi 5, nitampendelea 7. Tena wakati huo simjui yeye ni nani, nimeletewa tu bahthi. Sema la shay, hapa hakuna bahthi ya kielimu. Kwa nini? Kwa sababu katika mifumo ya kielimu watu wanapoandika tafiti zao za kielimu na kitaaluma, basi katika vitu ambavyo vinaangaliwa sana ni ule mfumo wa kujenga hoja. Pia inaangaliwa ile shakhsiyatul muallif, hal hiya bariza, shakhsia yake iko bariza pale anapodhihiri asemaje. Kwa sababu wakati mwingine mtu akanukuu si maneno yake, ukaona kama kafanya kitu cha maana, akidhihiri yeye ndio utamsikia. Kwa sababu lisanul fata nisfun wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi waddami. Zuhair bin Abi Sulma atuambia hivyo, lisanul fata nisfu, ulimi wa mtu ni nusu, wa nisfu fuaduhu, na nusu ni ule moyo wake. Kwa hiyo akizungumza anakuwa tayari kashayatema iliyo ndani ya moyo, kwa sababu kullu ina'in bima fihi yamdah. Anakuwa mtu anajifedhehesha kwa kile anachokisema au anachokiandika. Wa mahama takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nas tulami. Kwa hiyo ameleta mfumo wa ajabu katika kujenga hoja. Nitawatajia baadhi ya nukta. Hili lina sababu iliyompelekea hivi, na mtu anapokuwa katika bahthi anatakiwa hayadi, wenyewe wanasema hivyo. Usiwe ni mutahiz, unafanya masala, unafanya bahthi katika masala fulani, masala fiqhiyya. Je, kitu fulani ni haramu au ni halali, ni wajibu au ni mandubu? Basi kwanza wakati wa kufanya utafiti wako ondosha misimamo yako kwanza, tafuta. Yaani sio litafiti jambo kwa chuki, watu nitamkomesha, leo iko wapi nyingine, basi itadhihiri ile chuki yako itadhihiri pale. Kwa hiyo kazi yako kutafuta, uangalia umkomeshe fulani. Hii sio njia sawa. Sasa mwandishi amepatwa na maradhi haya, chuki binafsi. Tutakuja kueleza kwa nini chuki binafsi. Chuki binafsi zikamsukuma kuingia katika bahthi hii. Kwa sababu hiyo basi ukisoma utaziona kwamba zile hoja zake ni za kubambanya, hazina mashiko. Sasa nitatoa mfano. Mfumo wa kwanza aliotumia, hiki kitabu yeye amekijenga katika kunukuu kauli za wanawachuoni. Sasa kuna baadhi ya wanawachuoni wamezungumza maneno kwa jumla bila ya kuainisha watu fulani kwamba mimi sijamkusudia huyu wala huyu. Yeye amezungumza kwa ujumla, ndugu zangu kadha, tuona saa zake kwa ujumla. Maneno hayo bwana huyu akayachukua akaweka kwa mtu fulani. Shekhe ametoa fatwa au ametoa maelezo, azungumzie jambo kiujumla kabisa, hakumkusudia mtu fulani. Yeye akayachukua maneno yale akasema haya ni ya fulani, aambiwa fulani, bila ya hujja wala burhan. Mfano vile alivyofanya kuhusu maneno ya Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala yaliyokuja katika sharh ya 40 an-Nawawiyya, sharh al-40 an-Nawawiyya, akizungumzia kuhusu kuwepo kwa hizbu inaitwa hizbu salaf. Aleta hoja hii jamia hao salafia jadida hao, tutakuja kuisoma hiyo fatwa insha Allah, kwamba hii fatwa hii aliyokusudiwa hapa ni Muhammad Aman al-Jami na Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, yani mashekhi hawa wawili. Akachukua maneno akawekea hapo.
nasema hivi, tutaisoma fatwa hii na iko katika Sharh al-40 an-Nawawiyya hii ya Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na nimeweka alama hapa. Tutaisoma kwa utulivu kabisa, tumwangalie, tutamuuliza shekhe, wewe umemkusudia nani hapa? Maana mudiru Salim Barahiani atuambia hapa, wewe umemkusudia Sheikh Muhammad Aman al-Jami, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i na genge lao, na huko Tanzania kina Kasim Mafuta na wenzao, ndio uliwakusudia wewe. Tutatazama hili insha Allah. Mfumo wa pili aliuleta, kuna maneno ya baadhi ya wanawachuoni ambayo asili yake ilikuwa ni majibu ya maswali. Mashekhe wameulizwa na baadhi ya vijana, bighadhi an-nadhar an qasdihim, sisi hatutazame walikusudia nini, lakini kidhahiri ilikuwa kuna kitu wamekilenga. Wakauliza kwa baadhi ya mashekhe, lakini mashekhe hao wakajibu tofauti na vile wao walipokuwa wamekusudia hao waulizaji. Maneno yale wakawabandika watu fulani, watu hawakutosheka, kama hivyo anavyofanya Barahiani. Mfano wake Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliwahi kuzungumzia kadhia fulani baada ya kutokea migogoro katika nchi ya Saudia na sehemu nyingine. Baadhi ya maduati ikawa na maneno baina yao. Watu wakamuuliza Sheikh Ibn Baz, akatoa nasaha kwa ujumla kwa maduati wote, kwa mashekhe wote na matulabu ilmi, kwamba wafungue milango ya kunasihiana, wafungue milango ya kudhaniana kheri, wasituhumiane kwa maneno makali, badala yake wafungue milango hiyo ya nasaha. Aliyazungumza maneno Sheikh Ibn Baz, lakini baada ya maneno ya Sheikh Ibn Baz, Safarul Hawali kwa wakati ule alikuwa bado kijana, akakaa akafanya muhadhara maalum akauita Al-Mumtaz fi Sharh Bayan Ibn Baz. Yeye akasherehesha maneno ya Ibn Baz akaelekeza kwa Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kwamba wamekusudiwa hawa na Sheikh Ibn Baz. Nukta hii yafanana iliyopita, lakini tofauti kidogo, mtaona tofauti yake. Salman al-Auda, rafiki yake Safarul Hawali, Salman al-Auda, yeye akaufanya muhadhara maalum ambao anazungumza tahrirul ardhi am tahrirul insan. Katika muhadhara huu akadai kwamba Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala alimkusudia katika maneno yake Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala. Mwingine anaitwa Muhammad Said al-Qahtani, katika darasa yake ya sharhi ya Ma'arij al-Qabul akalisema neno hilo hilo. Mtawasikia hao nkina nani baadaye inshallah. Kadhalika shekhe wake Barahiani, namuita shekhe wake huyo kwa sababu hiki kitabu maneno mengi yaliyoandika humu wasema amenukuu kwenye hicho kitabu cha huyu bwana anaitwa Mishhar. Ameandika hapa, katika kitabu hiki tutabainisha historia kuanza pote hili na ni nani waliokuwa wahusika wakuu, kama tulivyonukuu kutoka kwa mwandishi wa kitabu Al-Jamia fil Mizan, Dr. Mishari Said Al-Matrafi hafidhahullah. Shekhi wake wanakamfanya ndio shekhi, akanukuu peji kadhaa kwenye kitabu chake hiki, akayafanya maneno yake ndiyo hoja. Kwa hiyo huyu naye akaandika kwenye kitabu chake hicho Al-Jamia fil Mizan, akasema kwamba maneno yale ya Ibn Baz alimkusudia Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Na Salim Barahiani naye akabeba maneno hayo mazima bila ya kufanya uchunguzi, akayaweka katika kitabu chake. Wote hao kwa pamoja wakaafikiana kwamba bayani ya Sheikh Ibn Baz imewalenga mashekhi hao. Tutakuja kuisoma bayani ya Ibn Baz rahimahullahu ta'ala insha Allah. Alafu pia baada ya muhadhara ule, yani baada ya maneno yale kuenea, Sheikh Ibn Baz alikwenda Makka, akaulizwa, Sheikh, wewe ulisema maneno kadha wa kadha wakati fulani, lakini kuna vijana wanasema wewe ulimkusudia Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, wasemaje kuhusu hilo? Wallahi ni aib
aibu. Na mimi nilishangaa kuona Salim Barahiani kaja kayanukuu tena haya maneno, kwa sababu mwaka 2007 nilimwambia hayo maneno ni uongo. Sheikh Ibn Baz ameyakadhibisha mwenyewe kwa maneno yake, asema hivi, na sauti ya Ibn Baz iko mpaka kwa YouTube mpaka leo. Lakini sasa jambo la ajabu wala ajaibu jambo, Barahiani aurudie tena uongo ule ule ambao Sheikh Ibn Baz alikadhibisha. Sasa mimi sikuwakusudia hao, wali ni mashekhi bora kabisa, akawasifu. Tutaona fatwa yake. Kwa hiyo anatengeneza hoja zake kwa misingi kama hiyo ili awatukane hawa mashekhi. Kuna baadhi, mfumo mwingine, kuna baadhi ya wanawachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa kama kawaida yao walitoa nasaha, wakawakosoa baadhi ya mashekhi wenzao katika baadhi ya mambo ambayo wao waliona kwamba hayako katika mtazamo mzuri, na lengo lao lilikuwa si kuwatoa katika njia sahihi, njia ya wema waliotangulia, bali ilikuwa ni kuwapa nasaha, kama alivyofanya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi hafidhahu Allah Ta'ala wakati ilipotokea fitna ya Abul Hasan Al-Ma'ribi kule Yaman, ikaathiri mpaka katika nchi za Kiarabu zote na ulimwenguni kwa ujumla. Sheikh Rabi na mashekhe wengine wakazungumza maneno makali, Sheikh Abbadi akatoa nasaha zake katika lile kwa mtazamo wake, lakini hakukusudia kumtoa yoyote katika njia sawa. Wao wakayabeba maneno yale, Sheikh Abbadi amewatoa hao. Tutaona fatwa ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad na mtazamo wake juu ya Sheikh Muhammad Aman Al-Jami na mtazamo wake kwa Sheikh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali. Katika kitabu chake hiki, katika mfumo aliyouleta, kuna jambo kama hili lilopita hapa nyuma. Baadhi ya mashekhe wa Ahli Sunna wametoa nasaha dhidi ya mashekhe wenzao kwamba hivi mnavyofanya sio sawa. Mfano, Sheikh Bakari Abu Zaid alipokuwa akimrekebisha na kumkosoa na kumnasihi Sheikh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali kuhusiana na kadhia ya Sayyid Qutb, lakini ikawa Sheikh Bakari katika hili ndiye aliyekosea, kwa ushuhuda wa maneno ya Sheikh Al-Albani, kwa ushuhuda wa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, kwa ushuhuda wa maneno wanawachuoni wengineo. Yule ametoa nasaha zake kama mwanawachuoni, ana mtazamo wake, anamkosoa mwenzake, amemkosoa lakini yeye kakosea yeye. Si kila anayetoa nasaha huwa amepatia. Sasa yeye akayatumia maneno hayo kama ndiyo fimbo ya kuwachapa maulama hao na kutaka kuwabwaga katika medani ya da'wa. Kadhalika katika mfumo aliotumia Barahiani, Mdiru anachukua baadhi ya matukio yaliyotokea kwa baadhi ya watu, ima mtu mmoja au kikundi, alafu anatengeneza pale kwamba hii ni alama, hii ni alama ya Salafia Jadida. Hao watu wanaita majadida, angalia kuna fulani kafanya, fulani kampiga mwenzake. Salafia Jadida katika alama zao wanapigana, mfano kwa sababu fulani na fulani kafanya hivi. Kwa mfano, alipokuwa akitaja alama za Salafia Jadida, katika alama alizozitaja kwenye kitabu chake anasema kupora mali na misikiti ya watu wa Sunna. Wamepora misikiti na madrasa za taasisi ya vijana wa Ansari iliyopo Pongwe, Tanga na Moshi mjini, wakiamini kwamba walichokifanya ni halali. Sasa Salafia Jadida wako Amerika, hao ndio Salafia Jadida wako Ulaya, wako Afrika Magharibi, wako Afrika Mashariki, wako Arabuni, huko Indonesia, wapi. Kwa kazi yao Salafia Jadida kupora misikiti, ndio alama hiyo. Basi iwe kweli. Mimi nilikuwa sikudhamiria katika muhadhara wa leo na kesho kuingia moja kwa moja katika nukta hizo, lakini nitazileta kwa sababu ya nukta hii tu. Sisi kazi yetu kupora misikiti. Je, Barahiani ana msikiti ulioporwa? Lakini anatutuhumu na hilo. Sasa huu ni mfumo alioujenga na mifumo mingine mingi mibovu ambayo ameileta. Sasa mimi ninachomwambia alikusudia kufanya bahthi ya kielimu ili vizazi vijavyo vinufaike na bahthi yake, au amekusudia kuandika kijarida cha udaku? Wenzako ukishafika umri fulani wanakuwa na tahafudh, wanakuwa na wara,
ushafika miaka 60 utarejea nini tena? Wewe ushapita hapo. Weka kitu ambacho kitaleta faida na manufaa katika umma baada ya kuondoka wewe. Usilete kitu ambacho kitakuwa ni balaa kwako, utasemwa nacho vibaya. Umma hautanufaika zaidi ya kupandikiza chuki. Sasa yeye ndio kitu alichokifanya hiki. Hakuleta vitu vya maana. Anazungumza maneno ya kiuzushi ili awatuhumu watu fulani kwa dhulma na uadui. Wala man intasara ba'da dhulmihi, hakika wale ambao wamejitetea baada ya kudhulumiwa kwao, anasemaje Allah? Faulaika ma alaihim min sabilin, hao hapana juu yao njia ya kulaumiwa. Innama sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi alhaq, njia ya kulaumiwa iko kwa wale ambao wanawadhulumu watu na wanafanya jeuri katika ardhi hii pasi na haki. Kwa hiyo hizi ni sababu nilizozitaja na mfumo mbovu nilioutaja. Sasa twende mahali kwa utaratibu, maana nishatoka hapo ninakuja katika nukta nyingine. Sasa nataka niende taratibu tuelewane. Kwa ile mtanisamehe nimekwenda haraka kwa sababu nilikuwa naona wakati kama hautonitosha. Nataka nitumie kiasi cha dakika 40 hizi kama zipo, nizungumze haya maneno kwa utaratibu tuelewane, kwa sababu huko mwisho kuna maswali nataka kuyauliza, na haya maswali nitapenda, kwa sababu masikia, nitapenda muyaandike, kadhalika muyasikilize tena na muwaulize kila namna. Kitabu hiki muulize maswali hayo, sikiliza maneno haya alafu muulize hayo maswali. Lakini kwanza ni daraja wanawachuoni wa Ahlusunnah wal Jamaa. Sisi katika dini yetu ya Uislamu, baada ya kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuamini ya kwamba hakuna mtume mwingine, na da'wa an-nubuwati ba'dahu ghayun wa hawa, kama anavyosema al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi. Kudai utume, madai ya utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni upotevu na ni hawa, kufuata matamanio ya nafsi. Kwa hiyo hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakayeletwa kwa umma huu. Tofauti na Bani Israila, walikuwa wakiletwa mitume, na akifa mtume uletwa mtume mwingine na mitume wengine katika zama zilizopita, ili kusawazisha yale ambayo yameletwa na mitume waliotangulia. Kama watu wamepotoka warudishwe katika usawa. Umma huu wasimamizi wa jambo hili ni maimamu, maulama katika kila zama. Wale maulama waliosimama katika jambo la haki, waliosimamia mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ndio warathatul anbiya. Sio kila alim, bali wale maulama ar-rabbaniyun, ulama waliosimama katika misingi ya dini ya sawa sawa, wale ni warithi wa mitume. wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama inma warathu al-ilm. Mitume hawakurithisha dinari wala dirham, wamerithisha ilmu. Sasa maulama hawa wana haki, sababu kuna hukuki za watu tofauti, haki za watawala, haki za baba, haki ya mama, haki ya watoto, haki ya mke na haki ya mume, haki ya jirani, haki ya kadha, haki ya muislamu mwenzako, haki ya asiyekuwa muislamu. Kila mtu ana haki, na kuna haki ya maulama. Maulama wana haki zao. Miongoni mwa haki zao hizo ni kuwaheshimu. Nimefunga ni maulama wa aina gani? Kuwaheshimu na kuwatukuza hawa wanawachuoni, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, wal hadithu akhrajahu al-Imam Ahmad fi al-Musnad wal Hakim fi al-Mustadrak min hadith Ubadah ibn as-Samit alladhi hasanahu al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih al-Jami'. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Si katika sisi, hayuko katika mwenendo wetu yule ambaye hamuheshimu mkubwa kati yetu
huna heshima na mkubwa wako, wewe hauko katika mwenendo sawa sawa, hauko katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yule ambaye hamhurumii mdogo katika sisi kati yetu, huna huruma na watoto na watu wadogo walio chini yako. Wewe bosi uko juu, hawa wako chini, huwa hurumii. Wewe mkubwa kiumri, hawa wadogo, huwa hurumii. Si katika mwenendo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa man lam yarham la yurham. Na yule ambaye haijui haki ya mwanachuoni wetu katika umma huu, ni mwanachuoni huyu, lakini wewe hutaki kuijua haki yake, na miongoni mwa haki zao ni kurejea kwao. Limetokea jambo, tukio, janga, basi wewe watakiwa urudi na kuyarejesha mambo haya kwa wanawachuoni. Wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى katika suratu an-Nisa aya ya 83 anasema subhanahu wa ta'ala, na pindi linapowajia wao jambo lolote kuhusu amani au hofu, wao hulitangaza haraka haraka, wanalitangaza. Na lau wangelirudisha jambo hilo kwa mtume au kwa wenye mamlaka miongoni mwao ambao ni wanaozuoni na watawala, wangelijua wale ambao wanachimbua mambo miongoni mwao. Na lau kama sio fadhila za Allah tabaraka wa taala zilizoko juu yao na rehema zake, basi mngemfuata shaytan ila wachache tu. Hapa pana maelezo mazuri ya Sheikh As-Sa'di Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala katika tafsiri yake Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan. Ngerejea utapata faida kwamba hii ni taadibu ya Allah subhanahu wa ta'ala. mwisho akasema wa fi hadha dalilun liqa'idatin adabiyya wa hiya annahu idha hasala bahthun fi amri min al-umur yanbaghi an yuwalla man huwa ahlun lidhalik wa yuj'ala ila ahlihi wa la yutaqaddam bayna aydihim fa innahu aqrabu ila as-sawabi wa ahla lis-salamati min al-khata'i. Na katika hili kuna ushahidi wa msingi wa kiadabu, nao ni kwamba utakapopatikana utafiti katika jambo lolote miongoni mwa mambo inatakikana kusimamiwa na mwenye sifa zinazostahili na kuwekwa kwa watu wake jambo hilo, wala wasitanguliwe mbele yao. Jambo la kielimu, jambo la fatwa katika nawazil, watu warudi kwa wanawachuoni. Je, hii ni jihadi au sio jihadi? Rudini kwa wanawachuoni, msiseme kwa akili zenu. Mimi naona kadha, rudi kwa ahlul ilmi. Jambo hili ni halali au haram, wajihi wake ukoje, tafsiri yake, rudini kwa ahlul ilmi, shikamaneni na fatawa zao. Huo ndio muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haki nyingine ni kuwapenda maulama wa ahli sunnah wal jamaa. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, fayajibu ala almuslimina ba'da muwalati Allahi wa rasulihi wa muwalati almu'minin kama nataqa bihi alquran khususan alulama. فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. أنا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية katika مجموع الفتاوى juzuu ya 4 ukurasa 285, ni wajibu kwa waislamu baada ya kumpenda Allah na mtume wake kuwapenda waumini kama ilivyozungumza Qur'an, hususan maulama ambao wao ndio warithi wa mitume. Akaendelea na maneno yake mazuri mpaka mwisho. Haki ya 4 katika haki za wanawachuoni ni kutowasema vibaya, wala watu wasiwasengenye wanawachuoni. Anasema al-Imam Abu al-Qasim Ali ibn al-Hasan ibn Hibatillah ibn Asakir aliyefariki mwaka 571 Hijria. wa'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqahu anna luhum al-ulama'i rahmatullahi alayhim masmumatun wa 'adatu Allah fi hatki astari muntaqisihim ma'lumatun. Anasema Ibn Asakir rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Tabyinu al-Kadhib al-Muftari, fahamu
ewe ndugu yangu, Allah atuwafikishe sisi na wewe kwenye radhi zake, tuwe miongoni mwa wale wanaomuogopa na kumcha, kwamba nyama za maulama ni zenye sumu. Nyama za maulama ni zenye sumu. Ukimsema vibaya mwana wa chuoni ni kama wala sumu. Na ada au kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuvunja stara za wenye kuwatukana inajulikana. Allah subhanahu wa ta'ala ana kawaida ya kuwafanya vibaya wale wenye kuzivunja heshima za wanawachuoni. Ada hiyo inajulikana. Nyama zao zina sumu, na kawaida yake kwa wale ambao wanawatukana maulama, kawaida yake kwao pia inajulikana. Lianna alwaqi'ata fihim bima hum minhu bara'un amrun 'adhimun, kwa sababu kuwatuhumu wao wanawachuoni kwa mambo ambayo wametakasika nayo ni jambo kubwa, si jambo dogo. Ukamtuhumu mwanawachuoni wa Kiislamu aliyesimama sawa sawa katika haki, bali hata akiwa kwenye batil, lakini ukamtuhumu kwa jambo ambalo hana mwanawachuoni huyo, basi hilo ni jambo kubwa, si kama vile unavyomfanyia mtu mwingine. Watanawulu li'aradhihim bizuri waliftira'i marta'un wakhimun, na kuzivunja heshima zao kwa uzushi na kuwazulia uongo ni malisho mabaya. Ni kama umechukua mifugo yako ukaingiza katika malisho au majani yenye sumu, ndivyo wewe unavyoingia katika heshima za wanawachuoni. Walikhtilaqu ala man ikhtarahu Allah minhum lina'shi al-ilmi khulqun dhamimun, na kuwazulia uongo watu ambao Allah amewachagua kuhifadhi elimu ni tabia mbaya. Lina'shi al-ilm kwa maana ya kuhifadhi ilmu, hiyo ni tabia mbaya. Mwenye kufanya hivyo ni mtu ana tabia mbaya, kwa sababu ukifunguliwa mlango huu wa kuwatukana na kuwajeruhi wanawachuoni na kutowazingatia wanawachuoni, kwanza itaporomoka thamani yao, pili haki nayo itaporomoka, na watu hawatabakia na wakuwarejea wala hawakuongoza kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na hatimaye ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watajiwekea viongozi wajinga, kwa sababu wanawachuoni hawana thamani. Fulani achana naye huyo, ataangaliwa mtu fulani jahili. Kwa hiyo watu watajifanyia viongozi majuhali. Fasuilu, hawa wajinga wataulizwa, faftau bighairi ilm, kisha wataanza kutoa fatwa bila ya elimu. Fadhallu wa adallu. Nini? Kwa sababu nyinyi mmevunja ile siyaju manii, na ile hima, ule wigo uliowekwa wa kuwahami wanawachuoni, nyinyi mshauvunja. Mwajisemea mtakayo dhidi ya wanawachuoni waliosimama katika al-haq. Lakini katika misingi na jambo la wajibu juu yetu sisi Waislamu kwa wanawachuoni ni kutetea heshima zao na kuwaweka kwenye daraja zao, na kuwakemea watu wenye kuzivunja heshima hizo na kuwabainisha, kwa sababu kutetea heshima za maulama na kuzihami ni ibada, tena ibada kubwa, na ni katika mambo yanayomweka mtu karibu na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na hilo lina ushahidi mwingi katika Qur'ani na Sunna na maneno ya wanawazuoni wanaozingatiwa. Na kuwavunjia heshima wanawachuoni kwa kuwasema vibaya ni jambo au ni alama miongoni mwa alama za watu wa bid'ah. Al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Idris ibn Mundhir al-Hanzali rahimahullah ta'ala anasema maneno haya: alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Alama za watu wa bid'ah ni kuwatukana watu wa sunna. Sheikh Al-Fawzani rahimahullah ta'ala hafidhahu Allah ta'ala katika al-ajwibatu al-mufida, kitabu maarufu tulab al-ilm wa kunacho, an as'ilati al-manahij al-jadida, anasema hivi: la yaqa'u ala al-ulama al-muslimin ala al-ulama al-mustaqimin ala al-haqq illa ahad thalath, illa ahad الثلاثة. لا يقع على العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد الثلاثة. sikizeni kwa makini maneno haya. Hawatukani, hawatuhumu
maulama waliosimama sawa sawa kwenye haki, isipokuwa mtu mwenye moja kati ya sifa tatu, moja kati ya watu wa aina tatu. Ukimwona mtu anawaparaza wanawachuoni na kuwaparua, amekaa katika majlisi anawazungumza vibaya wanawachuoni waliosimama katika mstari wa sawa sawa, isipokuwa ni moja kati ya watu wa aina tatu. Aina hizi tatu tunamwambia sisi Baraiani, chagua moja katika hizi, moja katika hizi chagua wewe mwenyewe. Imma munafiqun ma'lumun nifaq, imma ni mnafiki anayejulikana kwa unafiki wake, ya kwanza hiyo. Wa imma fasiqun yubghidhu al-ulama li'annahum yamna'unahu min al-fisq, imma ni fasik, mtu muovu anayewachukia maulama kwa sababu wanamkataza ufasiki wake. La mwisho lenye afadhali, wa imma hizbiyun dalun yubghidhu al-ulama li'annahum la yuwafiqunahu ala hizbiyatihi wa afkarihi al-munharifa. Ima ni hizbi mpotevu anayewachukia maulama kwa sababu hawaafikiani na yeye kwenye uhizbi wake na fikira zake zilizopinda. Hayo matusi atakayoyaleta dhidi ya hao wanawachuoni ni kwa sababu yeye ni hizbiyun, sio mimi nimeyanukuu maneno haya, yamo kwenye kitabu al-ajwibatul mufida an as'ilatil manahi al-jadida. Sasa wewe ni nani hapa? Nafik, fasik, hizbi, mmoja katika watu watatu. Mimi sina cha kukwambia, lakini naona wafanana na hii ya mwisho, wafanana nayo sana. Na siku nyingi tulikwambia kwamba jambo hili si jambo zuri. Kama wewe una chuki na Qasim Mafuta, zungumza naye Qasim Mafuta, usiwaparamie wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa.